ya maiti. Zilisikika sauti za wateja wa hoteli wakilalamika maji yana ladha mbaya, maneno ambayo yaliwalazimu wahudumu wa hoteli kwenda kuchunguza ndani ya tank la maji kuna nini, na kukuta kitu ambacho kiliwaogopesha wengi na kushtua zaidi ulimwengu. Walikuta mwili wa msichana aliyefariki kwa muda mrefu ndani ya tank hili. Mara nyingi hoteli ni mahali pa usalama, lakini kwa Elisa Lam, hoteli hiyo iligeuka kuwa kisiwa cha siri zisizoelezeka. Video yake ya mwisho kwenye lifti ilibadilisha yote na kuacha dunia nzima ikiuliza, ni nini kilimfanya afariki? Leo tutaongelea kisa cha kutisha na kuogopesha zaidi cha msichana anayejulikana kwa jina la Elisa Lam. The Storybook. Elisa Lam, anayejulikana zaidi kwa wenzake kwenye chuo kikuu cha British Columbia na pia kwenye utamaduni maarufu, alikuwa mwanafunzi mwenye akili na mawazo mazuri. Alipenda mitindo na mavazi, akishiriki picha na makala ya mitindo, lakini pia alionyesha wazi changamoto zake za kisaikolojia. Alikuwa na hofu kwamba rekodi zake za chuo zingeonyesha kuhudhuria madarasa kwa njia isiyo thabiti. Hata hivyo, aliandika kwa uaminifu kuhusu mawazo yake juu ya saikolojia, hisia na roho ya binadamu. Baada ya muda, Elisa alihamia Tumblr na kuunda ukurasa wake uitwao Nouvelle Nouveau. Hapo aliweka picha na maandiko yake pamoja na ya waandishi wengine. Alionyesha kupenda vitabu vya kale, filamu, sanaa ya majaribio, mitindo na utamaduni, lakini pia alionyesha picha na maandiko yenye huzuni na dhiki. Mnamo Machi 29, 2013, Elisa aliandika kuhusu hamu yake ya kusafiri kisiwa cha magharibi na kuangalia shule ya Santa Clara kwa mpango wa kuhamia, lakini kabla ya kuendelea, alipoteza simu yake ya mkononi. Januari 7, 2013, alikata tiketi yake ya ndege kuelekea Los Angeles. Januari 28, alifika na kuingia kwenye Cecil Hotel, hoteli ya bajeti ya kawaida, takriban $200 kwa siku. Mnamo Januari 31, alionekana mara ya mwisho na wafanyakazi wa hoteli, akionekana mzuri, mwenye uhai na mzuri wa mazungumzo. Baada ya hapo, hakuweza kuonekana tena na taarifa ya kupotea kwake ikatangazwa. Na hapo ndipo kizaizai kilipoanzia na polisi kuanza kufuatilia upotevu kwake. Ila walichokuja kukiona kiliwashtua zaidi na kuchanganya vichwa vyao. Mnamo Februari 1, 2013, kamera ya CCTV ilimwonyesha Elisa akiwa kwenye lifti akibonyeza buttons kwa mpangilio usioelezeka, akionyesha tabia ya kutilia hashka na kushtusha. Ilionyesha akiongea na mtu asiyeona kwa macho ya kawaida, video ambayo ilionekana ya kutisha, huku akionekana kama mtu aliyekitu kisichoonekana na kumfanya afanye vitu vya ajabu, huku akiingiza kichwa chake kwenye mlango wa lifti, akijificha na kuonyesha ishara zisizoeleweka. Video hii ilileta taharuki na maswali yasiyopata majibu juu ya upelelezi wa kesi yake. Mnamo Februari 19, wafanyakazi wa hoteli walianza kugundua jambo lisilo la kawaida. Wageni waliripoti ladha mbaya na harufu isiyo ya kawaida ikitoka kwenye maji ya bafuni. Mfanyakazi mmoja aliinua faucet na kugundua kwamba maji hayakuwa safi, bali yalikuwa na harufu ya kutisha na ladha ya chungu. Kwa hofu na mshangao, wafanyakazi hao walichukua hatua na kuangalia tanki la maji la juu ya hoteli. Na walipofika, waliona jambo ambalo liliwashtua zaidi, baada ya kuona mwili wa Elisa Lam ukiwa umeelea juu ya maji, ukiwa mtupu bila hata nguo. Polisi walifika haraka, wakichunguza eneo hilo, huku kamera na sensa za hoteli zikibaki kimya. Uchunguzi wa mwanzo ulihitimu. Kifo chake kilitokana na ajali isiyokusudiwa iliyohusiana na ugonjwa wa bipolar aliyokuwa anakabiliana nao. Lakini kwa kila mtu aliyesimama pale pale tanki, hali hiyo ilionekana zaidi ya ajali. Ilikuwa historia ya kusikitisha, ya kusisimsha na ya kufikirisha kuhusu hatari zisizoonekana za ugonjwa wa akili. Elisa Lam alifariki, lakini simulizi yake haiendelei pale pale kwenye tanki la maji. Video yake ya lifti, harufu ya maji baya na hatua zake za mwisho kwenye hoteli ya Cecil zimesali kuzunguka akili za watu duniani kote.
Hata leo, hakuna mtu anayejua ni kitu gani haswa kilimuua Elisa. Ni kweli kila kitu kinachotokea duniani kina sababu rahisi, au kuna mambo fulani ambayo hatuwezi kuyaelewa kamwe? Hii ni The Storybook kutoka Storytime Swahili. Tafadhali subscribe channel yetu kwa story zaidi, kisha like video hii ikiwa imeipenda.